Niendapo kulete neno lako katika uchambuzi wa Biblia, ninaomba mwongozo wa Roho wako Mtakatifu. Baba wa Israeli, naombea hawapendwa katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa mabwana, neno ambalo wataweza kulisikia Jehova likakuwa msaada katika maisha yao, ukawabadilishia maisha, ukawape neema katika jina la Yesu Kristo. Wacha wakaendelea kukutii na kujua mahali ambapo wanafaa kuwa. Ninaombea watakatifu wako Bwana, pamoja na wachungaji wote katika hii dhehebu katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba nikiamini ya kwamba utatupa mwanzo mwema katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaweza kutufungulia katika kitabu cha Mathayo mlango wake 13. Na ninajua ya kwamba mimi sikaangi, kama ni dakika 20 zinanitosha, na kwa hizo dakika 20 kuna ile jambo ama kuna kitu utashika kitakuwa msaada katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekawia sana bila kusimama katika madhabahu, lakini ninajua Mungu atanipatia neema, atanitumia kama chombo chake kuleta habari njema. Mathayo mlango wa 13. Bwana Yesu asifiwe sana. Mathayo ni mlango wa 13, tuanzie mstari wa 4. Tusome, tukisoma then nitawaambia vile tutaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kutumia Kiswahili, sitaki kuingia kwa Kiingereza then naweza kupiga kona. Na ninashukuru Mungu kwa sababu wakati nimesikia mambo kuhusu focus, kuna kitu imeingia katika maidi zangu, nikajua ya kwamba hata gari moshi haitokangi kwa reli, na ikipata reli imeharibika kidogo itoke kwa reli inaleta madhara. The same thing katika maisha yetu. Unapotoka katika njia za Bwana, mahali wewe unaelekeanga unapata madhara kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Afadhali kukaa katika njia za Bwana ili tufike mahali tunataka kwenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipokuwa akipanda, baadhi zikaanguka kando ya njia, ndege wakaja na kuzira. Ni nini hizo? Tunaongelelea kuhusu mbegu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo ni mfano alikuwa akipeana. Kuna mpazi ambaye alikuwa anapanda mbegu, na alipokuwa akipanda, zingine zikaanguka kwa njia, ndege wakaja wakazira. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo tuachane nayo, tutarudi katika hiyo chapter nyingine tutaiona. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse 19 tutaenda tukirukaruka then pole. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha twende moja kwa moja tukimalizia mchungaji. Rudi kwa kompyuta kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda pale verse 19. Ili tujue hizo mbegu, hawa ndege ambao walikula zile mbegu tutawafahamu kwa njia gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tushike hapa na tulisikie neno la Mungu. Mtu yeyote anaposikia neno la ufalme naye asilielewe, yule mwovu huja na kunyakua kile kilichopandwa moyoni mwake. Hii ndiyo ile mbegu iliyopandwa kando ya njia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeshika vizuri. Ati ni yule mtu ambaye anaposikia neno la ufalme ama neno la Mungu na asiweze kulielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizo ndizo mbegu ambazo ziliweza kuliwa na ndege. Kwa hivyo ni vizuri tushike neno la Mungu na tuweze kulielewa ili liwe msaada katika maisha yetu. Ni kwa nini? Kwa sababu wakati mpanzi anapanda mbegu ama mkulima wakati anapanda mbegu, anakuwaga na matumaini ya kwamba baada hii mbegu kumea itakuja na kunipatia mazao. Lakini wakati imeliwa, kuna mazao atakuwa anagojea kweli? Bwana Yesu asifiwe sana.
Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Twende verse 2. Bwana Yesu asifiwe. Tumepotea mchungaji. Verse 5. Verse 5. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpangilio ndio iko na shida, lakini tunaendelea vizuri. Okay, tuangalie verse 5 inasema nini. Zingine zikaanguka sehemu yenye mawe ambapo hapana udongo mwingi, zikaota haraka kwa sababu udongo ulikuwa hauna kina. Kina ni nini? Ni rutuba, kana onoru. Bwana Yesu asifiwe sana. Kunazo mbegu zingine zilianguka sehemu yenye mawe ambapo kwenye hayo mawe hakukuwa na rutuba, haleluya, ama kina, ambapo ingewezesha zile mbegu kuota kwa njia ambayo inafaa na kuweza kumea. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukienda verse 20 tutaweza kuona hizo mbegu ni nini. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema twende tukimalizia. Naye aliyepandwa penye mimba, huyo ndiye alisikiaye lile neno akalipokea mara kwa furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ninaona Paul, nimepotea kiasi. Nitawaomba radhi kwa sababu nimesema mpangilio ndio uko na shida, lakini tutaendelea kulingana na vile tu Mungu atatupeleka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama tu naweza tumia vile nimeipanga hapa, but haina shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulikuwa tunaona zingine zilianguka penye miamba pasipo na udongo mwingi, mara zikaota kwa udongo kukosa kina. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye aliyepandwa penye miamba, huyo ndiye alisikiaye lile neno akalipokea mara kwa furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hana mizizi ndani yake, bali huduma kwa muda, akitukia dhiki au udhia kwa ajili ya lile neno, mara huchukizwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wa aina hiyo, unasikia neno linakubaba, wacha nitumie hivyo, unasikia kufurahia, lakini baadaye ukitoka kwa ile mlango unapata hauna chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa sababu yule mwovu amekuja na ameinyakua. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vizuri tukae kulingana na mapenzi ya Mungu na tuzingatie kuhifadhi hilo neno ambalo tutaweza kufundishwa ama kulisikia liwe msaada katika maisha yetu. Kama vile nimesema pale mwanzo ya kwamba wakati mpanzi anapanda mbegu, aidha ni ya mahindi ama maharagwe ama chochote kile, anakuwa na tumaini ya kwamba baada ya miezi kadhaa ama mwaka, kuna tarajio ninatarajia, ama kuna mavuno ambao ninatarajia, na tarajio lake linakuwa kuwa na mavuno mengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata sisi katika wokovu, wakati tuliweza kuokoka na tukamkubali Yesu Kristo, Mungu alifurahia na akajua ya kwamba hizi ni mbegu zangu ambazo nimeweka, na niko nayo matumaini ya kwamba mwisho kuna kile nitafuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa sababu ukiwa mbegu ambayo ni ya maana, ambayo inampendeza Mungu, utaweza kuzaa mazao ambao utatoa neno la Mungu nje, utahubiria ambao hawalijui neno la Mungu, utakuwa mwaminifu kwa kila jambo, na hiyo ndio furaha ya Mwenyezi Mungu. Hata mkulima wa kawaida wakati amepanda kawailimo, huanga naona kanapanda na mahindi, unapata kama maharagwe kamoja ama tuwili, tumbe kuwa na mazao mingi sana.
unasikia mkulima akienda kwa shamba na kawailimoga akagakwa nikashiarita, anafurahia kwa moyo wake. Pia nasi wakati Mungu anaona tuna jambo ambalo tunafanya la maana katika maisha yetu la kumfurahisha, pia yeye anafurahia na anazidi kutubariki. Lakini tukimpatia na shetani nafasi ya kutudhuru katika maisha yetu, sisi ndio tutaangamia, kwa sababu kwa Biblia sijaona mahali imeandikwa hizo mbegu zilirudi kuota tena. Hapana, mwisho wa hizo mbegu zinafika wapi? Zinafika mahali pale. Lakini sisi tunataka kuendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Nina furaha kwa sababu hilo neno huanga linanijenga sana, na ninaambia Mungu ya kwamba nifanye mbegu ambayo ni ya maana, tutakuja kuiona, ambao neno la Mungu huanga linaongea kulihusu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda kama tukikimbia. Haya, verse 7 nasema ya kwamba nyingine zikaanguka penye miiba. Tuko kwa verse 7. Mimi niko na Biblia yangu hapa, lakini tunangoja pia ile. Nyingine zikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea ikazizonga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna miiba aina nyingi. Ukienda kwa msitu utapata kuna nyingine wanga hata inashika miti inaikoil. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kanaenda sana. Kuna ingine inatoaga miiba, hakuna kitu inaweza pita hapo katikati. Bwana Yesu asifiwe sana. Inamaanisha nini? Wakati mbegu imeanguka katika miiba, kujinasua mahali pale inakuwa changamoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio verse 22 inasema ya kwamba naye aliyepandwa penye miiba, tusikie ni nani huyo? Bwana Yesu asifiwe sana. Ndiye alisikiaye lile neno na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali hulizonga lile neno likawa halizai. Mwadhani kayerogoso. Ni wakati ambao tuko sasa, tunaongozwa na pesa. Mambo ya dunia iko mstari wa kwanza, kama vile tu neno la Mungu lilikuwa limeongewa, mambo ambayo ilikuwa imetabiriwa, ambayo tunakuja kuiona kwa sasa. Watu wameachilia mambo ya Mungu na wameweza kuongozwa na mambo ya dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kulisikia neno la Mungu unasikia tu ni kama hata challenges nowadays, mambo ya kanisa hata watu hawaongei sana. Vita. Kanisa zimekuwa za kupigwa. Ni kwa nini? Ni kwa sababu miiba imewazingira. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna jambo mzuri mtu anaweza kusikia ama ujumbe ambao ni wa maana. Unajua kitambo ungepata mahali kuna crusade, ungeweza kupita. Ulikuwa unasimama, hata mrevi anatulia, zile vituko alikuwa nazo anawacha, anasikia neno la Mungu. Lakini wengi ni zile mbegu ambazo ziliweza kuanguka kwenye miiba. Wamefinyiliwa, hawapati nafasi ya kupumua. Ukienda kuchomoa kichwa unadungwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha turudie Mungu wetu. Wacha tuzidi kuombea hao watu, kwa sababu sio kupenda kwao, lakini ni kusongwa na hii miiba ambayo haiwapatii nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama ni wewe ujipate katika hiyo hali, ukichomoka katika hiyo hali unaweza kubali kurudi mahali pale. So sisi ambao tumeitwa na Mungu ndio tuko na nguvu na mamlaka ya kuombea. Bwana Yesu asifiwe sana, ili tuweze hata kukamilika katika kazi ambayo Mungu amewaitia wengi. Haleluya. Verse 8, ili tuende tukimalizia. Nilisikia tu sitaweza kupita kwa sababu ilikuja ikiwa na sababu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikasema ya kwamba mambo haya mengi tunayajua, lakini tunaendelea kujikumbusha moja kwa moja ili tuweze kuwa watu wakamilifu. Mstari wa 8 anasema ya kwamba nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikazaa 100, 60, 30. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapo ndipo ambapo tunastahili kuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizo zingine zenye tumesikia, na hapo tutaweza kung'eng'ana na ili tuweze kutoka katika ile hali. Lakini hapa ambapo tunaenda kuona katika mstari wa 23. Bwana Yesu asifiwe sana.
Hapo ndio tunataka kusimamia na kukaa mahali pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 25 nasema ya kwamba naye aliyepandwa penye udongo mzuri, huyo ndiye alisikiaye neno na kulielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye aliyepandwa penye udongo mzuri, huyo ndiye alisikia lile neno na kuelewa nalo. Yeye ndiye azae matunda, huyu 100 na huyu 60 na huyu 30. Bwana Yesu asifiwe sana. Si Mungu wetu atusaidie tuweze kuzaa mara 30, 60, 100 kwa 100, ili tuwe wakamilifu katika kazi za Bwana, ili tuwe wakamilifu na tuwe kielelezo ambacho ni cha maana kwa wenye wanatutazama ama wenye wanatuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema hiyo singeweza kuiacha. Ni kwa nini? Ni kwa sababu nilikuwa nasikia tu niiguzie, na kwa hivyo kwa dakika zangu 20 hiyo moja nimeweza kuimaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna ingine nilisema ya kwamba na ni vizuri hata tukidabu haina shida, ni kwa sababu Mungu atatusaidia kuelewa na kujua mahali tutasimamia, kisha kutoka hapo tutaelekea wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu nimetaja nikasema ya kwamba hapo mwanzo kuna vipaji ambazo Mungu huwa anapeana kwa njia hii ama kwa njia ile nyingine, na kila mtu amebarikiwa na kipaji chake yeye mwenyewe. Mwingine ni mwimbaji, mwingine ni mhubiri, mwingine ni wa huduma hii. Kila mtu kuna kile Mungu amemwandalia. Haleluya. Lakini shida ni moja, wakati unaingia katika kuhubiri ama katika uimbaji ama katika kitengo chenye Mungu amekuweka, unaona hakina faida. The same hata katika upande wa nje kuna watu wanapitia mambo magumu, na sio tu nje, hata katika Biblia tunaona wana wa Israeli kuna wakati walifika mwisho katika bahari ya Shamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakaona nyuma ni maadui, mbele ni bahari, hawana mahali ya kupita, wakaanza kushindwa watafanya nini. Lakini mtumishi wa Mungu alikuwa anajua atamtumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na je, ikaweza kupatikana. Kwa hivyo sisi siku ya leo, na wacha nirudi nyuma kidogo niseme kuna kastori ambacho kanaendelea sasa hivi katika mitandao ya kijamii, na ni vile tu Mungu anaweza akakurukisha kutoka hapa akupeleke na zaidi, na anaweza tumia njia nyingi ili uweze kuonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuwa umejificha katika giza kwa muda mrefu sana, ujulikani, watu hawakuonangi, lakini Mungu ana kusudi jema katika maisha yako. Na ndio nimesema ya kwamba kile Mungu amekubariki nacho, endelea kukiombea. Usikufe moyo ama uanze sema sasa mimi juu niko hivi, afadhali ningekuwa hii. Hapana, endelea kuombea kipaji ambacho Mungu amekupa, na ninajua mwisho Mungu ataweza kukuonekania. Ni kwa nini? Ni kwa sababu kuna huyu mtu ambaye Yesu Kristo alikuwa anampenda sana. Tunamjua, nilisema hii mambo tunaelewa, ni kujikumbusha, tunajikumbusha ili ujue uko wapi, na kama umekufa roho usife moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na neno la Mungu nasema ya kwamba usiku mzima alilala akijaribu kuvua samaki, lakini hakuna chochote aliweza kushika. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakuaga na kunungunika sometimes, unakasirika, unanungunika, lakini tuwe na hekima, tuwe na subira ili Mungu aweze kuwa pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaona ya kwamba Yesu alikuwa kando ya bahari, na akiwa pale kando ya bahari alikuwa anataka kuongelesha watu. Bwana Yesu asifiwe sana, ili kuwapa habari njema ya ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akiwa hapo akaona pale kando ya bahari kuna mashua mbili, na akaenda kwa moja na akaweza kuipanda. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamuita Simioni Petro, akamwambia isukume hadi pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu anasema ya kwamba wakati Yesu aliweza
kuhubiria ama kuwapatia habari njema, akamwita Petro akamwambia kwamba sukuma hii kitu hadi pale mahali ni deep. Bwana Yesu asifiwe sana. Na uweze kushusha nyavu zako ufue samaki. Sisi kama wanadamu, hata nikikuja nikuambia ya kwamba Mungu ana kusudi njema katika maisha yako, Pastor Mary, utaanza kunugunika sasa, na nimeishi kuomba, nimeishi kutamani, nimeishi hivi na hivi na sina mafanikio. Wewe unaniambia nini? Lakini nataka nikuambie siku ya leo, Yesu akiingilia maisha yako, hakika kila kitu itakuwa sawa. Ni kwa sababu hata Petro alipokuwa ananugunika na kusema ya kwamba nimelala usiku mzima sijafua kitu, Yesu alikuja kujidhihirisha ya kwamba yeye ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na chochote ambacho hakiwezekani kwa mwanadamu, kwa Mungu kinafanya nini? Kinawezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa sababu baada tukisoma neno la Mungu tunaona ya kwamba hiyo mambo yote tunaipata katika kitabu cha Luka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni Luka 5 ndio inaongeaga hayo maneno. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuja kupata ya kwamba wakati aliweza kutii, ni kwa sababu shida yetu moja ni kukataa kutii sauti ya Bwana. Okorwo he kindu gituturagia na thina miturire-ini itu ni kurega gwathikira sauti ya Ngai na kuomba tu kuheshima na huthira Gikuyu ni uweka Mwathani Ngai arogocwo. Angikorwo he kindu gituturagia na thina, kuna kitu ambacho kinafanya tuishi kwenye shida muturire-ini witu katika maisha yetu, ni kwaga gutia sauti ya Ngai, ni kukosa kuitii sauti ya Mungu. Twendaga gwikora ture igwithika ithuĩ ene, tunataka kufanya vile tunavyohimizika. Mwathani Ngai arogocwo. Nono na Petro, lakini Petro ona ero atindike boti ino hari kure, hata alipoambiwa akaivute mashua mahali ambapo ni no agire na ciuria, alikuwa na maswali. Mundu uyu uranjira ndware kastaru gaka hari ari, huyu anayeniambia nipeleke mashua, na niguo tunogete utuku mugima turaire tugitega na tutinanyita kindu, na tumekuwa hapa usiku kucha na hatujapata chochote. Leo ni hindi tukunyita, wakati huu ndio tutapata. No nionire undu wa magegania, lakini akaona jambo la kustaajabisha. Ni tondu kiria araire akiethana ndakionire, maana kile ambacho alilala usiku kucha akitafuta alikipata. Ni akionire kwa ihinda inini, alikipata kwa muda mchache, na gukiona gwake kwari no teithio nginya kuri andu angi, na kuona kwake kulikuwa msaada kwa wengine. Ni tondu nginya ni etire aria aratake aria mari hakuhi, maana pia aliwaita marafiki waliokuwa karibu. Koguo hindi iria Ngai akurathimo nawe ri, wakati Mungu amekubariki pia nawe, utuikaga uteithio nginya kuri aria matari arathimo, unafanyika kuwa msaada kwa wale ambao hawajabariki. Mwathani Ngai arogocwo. Bwana atukuzwe. Kindu kia mbere, jambo la kwanza, tutie thauti ya Ngai, tuitii sauti ya Mungu. Mwathani Ngai arogocwo. Bwana atukuzwe. Uyu ni ateire thauti ya Ngai tondu ona nugunika finally ni ekire uria Yesu Kristo alitii sauti ya Mungu, maana hata baada ya kunugunika pia alitii sauti ya Mungu. Mwathani Ngai arogocwo. Amen. Na twiharia kuhuthira kiheo kiria Ngai akuhete. Tuko hapa kutumia karama ambayo Mungu amekupa. Peter ahuthirire boti yake, Petero akatumia mashua yake, ndageire na ihinda ria gukararania ati tondu Yesu Kristo ni okana haisha tondu ciari igire okire githure yo, zilikuwa mbili, alikuja na akachagua. Na hindi ria erirwo atindike haria ndatindira kiumuria ciuria, na Mwathani Ngai arogocwo. Riu na ithuĩ, haleluya, arogocwo Mwathani. Riu na ithuĩ ri, sasa nasi haleluya, no tukuhunjia icio nicio tukwiragwo yuma kiria focus na ke na ni hote thiini wa ritwa ria Jesu, ni tondu kiugo no giguthi na mbere. Matire ni shaitani ndagaguikia thari, ni arenda guteaniria kaundu kau, na turauga atiriri, nasema hivi, kiu Ngai akuhete ri kile ambacho Bwana nikio tukuhuthira, ndicho tunatumia, tutiguthi gwetha kindu kingi, hatuendi kutafuta kiu nikio turahuthira. Hicho ndicho ni tondu Petro ahuthirire kamashua kau gake, maana Petro alitumia mashua yake agigatwara haria, akaisongesha, nake Yesu Kristo akihe andu kiugo, naye Yesu akawahubiria watu na makeiganira, na wakatoshereka, nake agitiga murathime, naye akabaki kuwa amebarikiwa. Arogocwo Mwathani. Bwana asifiwe. Reke turore mundu ungi, wacha tumtazame mtu mwingine. Mwathani Ngai arogocwo. Bwana asifiwe. Nigetha kiria Ngai akuhete, we kiu Ngai akuhete ta kimenyerere,
Kile ambacho Bwana amekupa ni vema ukakilinde. Mwathani Ngai arogocwo. Amen. Jesu arĩ icera-inĩ. Yesu alikuwa anatembea tu. Njugire maũndũ maya mothe nĩ tũmoĩ. Nilisema haya yote Kĩrĩa tunayajua. tũreka nĩ kwĩririkania. Ni kujikumbusha, tunajikumbusha. Arogocwo Mwathani. Amina. Hakĩgĩa mũndũ ũmwe warĩ wetagia mbeca cia igoti nĩ tũmoĩ. Ikiwa kuna mtu mmoja ambaye alikuwa anaitisha na hĩndĩ ĩrĩa aiguire Jesu alikuwa mtosha ushuru. Na hĩndĩ ĩrĩa aiguire Jesu atĩ nĩ arahĩtũka, aliposikia kwamba Yesu anapita, na nĩ aiguĩte ngumo ya Jesu atĩ kũrĩa guothe Jesu Kristo aragera, na alikuwa amesikia habari ya kwamba andũ makoragwo maihũrĩte o, watu walikuwa wamejaa. Koguo nĩ akaga kũmona na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Kwa hivyo hataweza kumuona kwa njia nĩ tondũ wa ũkuhĩ ũrĩa ahetwo. kwa vile alivyokuwa. Arogocwo Mwathani. Bwana tukuzwe. Gũtiramakania thĩna ũrĩa ũragerera. Haijalishi shida unayopitia. Gũtiramakania kĩheo gĩaku kĩhumbĩrĩtwo nĩ mathĩna mahana atĩa. Haijalishi kalama yako imefunikwa na kĩndũ shida. kĩrĩa gĩa bata Kitu cha dhamana nĩ gũtua itua na kũigua thauti ya Ngai. Ni kukata kauli na kusikia sauti ya Bwana. Tondũ niĩ hakwa ngĩcũrania ndeciragia atĩrĩrĩ. Maana kwangu nilipokuwa nikiwaza, Zakayo nilifikiria kwamba meciria mokire ma Ngai. Mawazo ikaja ya Mungu. Mwathani Ngai arogocwo. Bwana tukuzwe. Tutiugaga mũndũ agĩthiĩ gwĩka ũũru nĩ shaitani ũmwaragĩria. Ona tũtikiuge Zakayo nake nĩ Ngai wamwarĩirie. Tuseme kwamba Zakayo Mungu nĩ tondũ mũthenya wake maana siku yake nĩ wakinyĩte kama imefika wa kũmwambararia, wa kumuinua. Mwathani Ngai arogocwo. Bwana tukuzwe. Na kũmũtua kĩrĩa abatarĩte gũkorwo agĩtuĩka. Na kumfanya kile ambacho alitarajiwa kuwa. Arogocwo Mwathani. Bwana tukuzwe. Akioya makinya make. Akachukua hatua. Agĩteng'era nginya harĩa Jesu ageragĩra. Akakimbia pale ambapo Yesu alikuwa akipitia. Ndarĩ kĩndũ kĩngĩ angĩahũthĩrire. Hakuna kitu kingine ambacho. Nĩgetha kĩroto gĩake gĩkinyanĩre. Ili ndoto yako ikaweze gĩa kũmuona Jesu Kristo. Ya kumuona Yesu Kristo. Arogocwo Mwathani. Bwana tukuzwe. Akirora mwena. Akatazama akirora mbere. Akatazama mbele. Akirora thutha. Akatazama nyuma. Kĩrĩa ambire kuona. Kile ambacho aliona. Onire mũtĩ. Aliona mti. Akimenya mũtĩ ũyũ. Akajua huu mti. Ũyũ nĩguo ndĩrahũthĩra. Huu ndio nitakautumia. Gũkinyanĩria kĩroto gĩakwa gĩa kuona Jesu Kristo. Kufikia ndoto yangu ya kumuona Yesu Kristo. Itegũthumbũrwo nĩ mũndũ. Bila kusumbuliwa na mtu. Arogocwo Mwathani. Bwana asifiwe. Nĩkĩ kĩu Ngai akũhete? Ni nini hicho ambacho Bwana amekupa? Mũtũrĩre-inĩ waku nĩkĩ kĩu wĩna kĩo? Katika maisha haya ni nini? Nĩũĩ no gĩkũringie mũrĩmo ũrĩa ũngĩ. Unajua kinaweza kukupeleka ngambo nyingine. Nĩũĩ no nyingine. gĩtũme ũtuĩke kĩndũ gĩa bata mũtũrĩre-inĩ waku. Kinaweza kikakufanya uwe mtu wa dhamana maishani. Akĩhaica mũtĩ igũrũ. Zakayo akapanda mti. Na hĩndĩ ĩrĩa Jesu akinyire. Na wakati Yesu alifika pale, akamuona. Akimwĩra Zakayo harũrũka. Akamwambia Zakayo, nĩ tondũ mũthenya wa ũmũthĩ. Maana siku ya leo ndĩ mũgeni waku. Nitakuwa mgeni wako. Arogocwo Mwathani. Bwana asifiwe. Gũtiagaga andũ a kũnugunĩka. Hawakosekani watu wa kunugunika. Ngai agocwo. Bwana tukuzwe. Ũyũ nake huyu naye na atũrĩte tunyĩte andũ mbeca. Na ameishi kuwanyang'anya watu. Yesu Kristo nake nĩ mũtheru rĩ. Yesu Kristo ni mtakatifu. Nĩkĩ kĩratũma uge gũthiĩ kwake mũthenya? Nini nasema kwamba ataenda kwake? Yesu Kristo okire nĩ ũndũ wa andũ acio. Yesu Kristo alikuja kwa waliopotea. Arogocwo Mwathani. Bwana tukuzwe. Arĩa arwaru mahone. Walio wagonjwa wapone. Arĩa kuma riũkio. Waliokufa wafufuriwe. Na arĩa itumumu mone. Na vipofu wakaweze kuona. Nĩ tondũ we nĩ ũteithio witũ. Maana yeye ni msaada wetu. Zakayo akĩhũthĩra mũtĩ. Zakayo akautumia ule mti. Tondũ nĩguo warĩ hakuhĩ nake. Maana ndio uliokuwa karibu naye. Arogocwo Mwathani. Bwana asifiwe. Nĩtũtwaranĩte o wega. Tunaendelea vizuri. Asifiwe Mwokozi. Amen. Mwathani Ngai arogocwo. Amen. Nĩtũrore mũndũ ũngĩ. Tumtazame mtu mwingine. Ndagĩka ciakwa irorete gũthira. Dakika zangu zi karibu kuisha. Nĩ tondũ ndĩcigayaga ũrĩa kwagĩrĩire. Maana nazigawa vinavyofaa. Mũthuri tumuonaga thĩinĩ wa John 5. Mzee ambaye tunamwona katika Yohana 5. Mwathani Ngai arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Njugire maũndũ maya nĩtũmoĩ. Nilisema haya mambo no nĩ wega twĩririkania. Lakini ni vema nĩgetha harĩa ũriganĩirwo rĩ. Ili pale ambapo kana harĩa ũtereire ikinya rĩ. au mahali ambapo umepoteza hatua. Tucoke raini. Tukaweze kurudi kwenye raini. Tuhũthĩre kĩheo gitu. Tutumie karama zetu. Gĩtũkinyie harĩa twagĩrĩire. Zitufikishe pale ambapo tunastahili. Mwathani Ngai arogocwo. Bwana tukuzwe. Mũthuri ũyũ nĩatũrĩte kĩhingo-inĩ karia-inĩ karĩ ihinda inene mũno. Huyu mzee alikuwa kwenye lile ziwa kwa muda mrefu. Ta ũrĩa kiugo kĩa Ngai kiugaga nĩ mĩaka 38. Kama vile neno linasema kwamba ni miaka 35. Na kiugo gĩgatũthereria wega. Na neno linatueleza vizuri. Atĩ hĩndĩ ĩrĩa mũraika oka kunjuga maĩ. Wakati malaika alikuja kuitimbua maji. Ndakoragwo na mũndũ wa kũmũikia nĩgetha ahone. Hakuwa na mtu wa kumrusha pale ili aweze kupona. Mwathani Ngai arogocwo. Bwana tukuzwe. Ndĩrenda ngũririkanie mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ. Nataka nikukumbushe ndugu na dada yangu. Atĩ ihinda rĩaku rĩtakinyĩte. Kwamba wakati wako kama hujafika. Gũtirĩ ũndũ ũngĩthiĩ na mbere. Hakuna jambo linaweza na Jesu arĩkia kũingĩrĩra mũtũrĩre waku. Na Yesu atakapoingilia maisha yako. Gũtirĩ mũndũ ũngĩrigĩrĩria. Hakuna mtu akuzuiria. Mwathani Ngai arogocwo. Na Yesu asifiwe. Mũthuri ũcio. Yule mzee. Karibu sana na uketi chini. Keti chini.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tukumbuke pale mwanzo kila kitu nakuwa na sababu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wacha tu focus na mambo ambayo tunaendelea. Amen. Gutiagaga hitirafu cia muthemba ucio. Hakukosekani hitirafu. No tutika lose focus. Lakini tusitupe mwelekeo. Etako confirmation. Mwathani Ngai ucio. Amen. Ni tondu ni mwabundithio. Yeah. Na riu Ngai ni arenda kuona kana mwira-ini kana muumire-ini. Mwathani Ngai ucio. Amina. Ni tondu ni andu ni mokaga. Nigetha mutahwo ni haria muma morole na kungi. Ili muondolewe pale. No ni njui twi roho-ini umwe. Lakini najua tuko kwenye roho moja. Na ni turathi o undu umwe. Na tunaendelea kwa Gwaragia ngauga atiriri. Nilikuwa nikisema hivi. Jesu hindi iraingirira ri. Wakati Yesu ameingia. Gutire kindu kana mundu. Hakuna kitu wala kana undu. Hata ama ungigiriria. Jambo la kumzuilia. Eki uria kwagirira. Afanye yanavyostahili. No ni tugiaga na ciuria. Lakini tunakuwa na maswali. Haria thiini wa Luka ni tuonire atiriri. Katika Luka tuliona ya kwamba Petro akira Jesu atiriri. Petro alimwambia Yesu ya kwamba ni tugeretie utuku mugima na tutinanyitwo naki. Tumejaribu usiku kucha lakini hatujapata chochote. No ni kuhinguka atahingukite maitho akamenya no araria nake. Lakini hakuwa amefumbuka macho kuona nani aliyekuwa akizungumza. Leo muthuri onake hindi ria yakinyire Jesu okari. Huyu mzee wakati Yesu alifika. Akimurikana ni ukwenda kuhonio ri. Akamuuliza ungetaka kupona. Uyu ni ciuria agire nacio. Huyu akawa na maswali. Na kuu ni kututayagira makinya. Na hapo ndipo tunapoteza hatua. Hondu wa kwamba kufuata murugamo uria wihori. Maana tunafuata mtazamo ulio guthangania. Tunaanza kuwa na tashwishi. Iyo ndu uyu ni ugukinyanira. Hili jambo litatimia. Ndeko ni ugukinyanira. Nikifanya hivi itatimia. Uyu ni arecire jikarite ha miaka igana. Huyu anajua nimekaa hapa miaka mingapi. Bwana tukuzwe. Hindi ra Yesu acerera muturire wako. Wakati Yesu ametembea katika maisha yako. Nego cenjagia. Maisha yako yanabadilika. Na gutire mundu ungirigirira. Na hakuna mtu akuzuilia. Mwathani Ngai arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Ibuku-ini riu ria Luka. Katika hiyo kitabu cha Luka. Hatutoki hapo. 8 mstari wa 42. Turenda tuone ihinda ria Yesu Kristo riakinya ria gugwikira kaundu. Tuone wakati wa Yesu Kristo ukifika. Gutiramakania ni andu igana maeho. Haijalishi ni watu wangapi. No undu ucio no nginya uri hinda. Lakini hilo jambo lazima litimie. Tondu ihinda riaku ni riakinya. Maana wakati wako umefika. Ni horo tui muno. Ni habari tunaijua sana. Mutumia oni agiikite. Huyu mama alikuwa ameteseka. Akendia indo ciake. Alikuwa ameuza mali yake. Nigetha athi kwa waganga. Ili aende kwa waganga. One muturire wake kana no ucenjie. Aone kama maisha yake yatabadilika. Moro na mwari wa ithe witu. Ndugu na dada yangu. Wathi kwa waganga muturire waku ndugucenjie. Ukienda kwa waganga maisha hayatabadilika. Ni kugira wagira mathina maingi. Umeendea shida nyingi. Irathikagiriria mundu ungi akiuga atiriri. Nilimsikiza mtu mmoja akisema athire kwi ndungata imwe ya Ngai uikaine muno. Alienda kwa mtumishi wa Mungu anayefahamika sana. Ona kuri harihite SGR nigetha athi na ciana ciake na muthuri wake. Na hata alikuwa amelipa SGR ili aende pamoja na familia yake. Mundu wina mbia to ni mujeshi. Ni mtu aliye na mali maana ni jeshi. Mutumia wake ni mujeshi. Na pia bibi yake ni jeshi. Arogocwo mwana. Bwana Yesu asifiwe. No kiria athi ya kugira ri. Lakini kile alichokuwa ameendea. Agirire mathina maingi. Aliendea shida nyingi. Ni tondu thina warutirwo haria wari. Maana shida ilitolewa mahali ilipokuwa. Ugitwarwo handu hangi. Ikapelekwa mahali pengine. Ni tondu mwihoko wake ri. Maana matumaini yake. Wari kwi mundu. Ilikuwa kwa mwanadamu. No ndwari kwi Ngai. Lakini haikuwa kwa Mungu. Muru na mwari wa ithe witu. Ndugu na dada yangu. Ndungata cia Ngai. Kai tutangitikira kuiga mwihoko witu kwi Yesu Kristo. Wacha tutumainie Yesu Kristo. Ni tondu ucio noyo ngihota gututoreria maundu. Maana huyo ndiye anaweza kuwa kutushindania mambo yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana atukuzwe. Njugire atiriri. Nilisema hivi. Kiria Ngai akuhete ri. Kile ambacho Mungu amekupa. Kiheo giaku ri. Ikiwa ni karama yako. Ari uge waku ri. Ikiwa ni hekima yako. Tautumire. Itumie. Na uge na ihinda ria gweterera. Na uwe na wakati wa kungojea. Mutumia oni agiekire muno. Yule mama akasumbuka sana. No ni ahingire maitho. Lakini akafunga macho. Akiaga kuona thoni ciake. Akaacha kuona aibu. Akiaga kuona maria mamurigicĩirie. Akaacha kuona yaliyo mzingira. Akiaga kuona uria andu mekuga. Akaacha kuona vile watu watakavyosema. Atarania ri. Alipowaza. Nionaga ni gutarania. Alikuwa na wazo. Akirora na thutha. Akatazama nyuma. Akiona muci gutire kindu gitigarite. Akaona nyumbani hakuna kilichobaki. Manyamukire. Akaona watu wamemwacha. Kile gitigarite haha. Kile ambacho kimebaki. No ni na Ngai. Ni mimi na Mungu. Mwathani Ngai arogocwo. Bwana atukuzwe. Akihuthira hakiri. Akatumia akili. Hakiri ciake ikimwira atiriri. Akili zake zikamweleza. Ukitwikia gatagati ka andu aya. Ukipenya katikati ya hawa. Uthio hutie gicure kia nguo ya Yesu. Uende ukaliguze tamaka no utuike wa kuhona. Unaweza ukapona. Kahinda. Hakupoteza wakati. Hakiri icio